Ndugu mtazamaji, mimi niliyoko mbele yako naitwa mchungaji Elinathani Mburu, namtumikia Mungu katika mji wa Kateshi, wilaya ya Hanang', mkoa wa Manyara. Mji wa Kateshi umejulikana sana siku za karibuni. Hii inatokana na mafuriko yaliyotupata mwaka juzi. Kwa mji wa Kateshi ukajulikana sana maeneo mbalimbali ya nchi na hata nje ya nchi. Na yale mafuriko yalikuwa yanatisha sana. Yalitokea mlimani Hanang' yakiwa yanabeba tope jingi, magogo, mawe, na watu wengi walipoteza maisha yao. Uharibifu mkubwa wa nyumba, mifugo, miundombinu ileta maafa makubwa. Vile hata nyumba yangu ilielekewa moja kwa moja na yale mafuriko. Yalituelekea moja kwa moja katika nyumba yetu, na yalipofika kwenye nyumba yetu, kwa neema ya Mungu, yakapita kandoni mwa nyumba, magogo, mawe, tope zito pande zote, upande wa magharibi na upande wa mashariki. Kwa hiyo hatungeweza kutoka, tulikuwa hatarini kabisa. Lakini mbele ya nyumba yetu yakatokea maafa ya watu 4, hata nyuma ya nyumba yetu ikatokea pia maafa. Mungu alitunusuru, akatuokoa. Ni kwa neema yake. Ndio maana tupo tunaendelea kulitumikia kusudi la Mungu kama ilivyo leo mahali hapa. Ndugu mtazamaji, na kuletea ujumbe mzuri wa maneno ya Mungu. Na ujumbe wa leo nilionao ni katika Injili ya Mathayo mlango wa 26 mstari wa 41. Imeandikwa, kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Kesheni. Kwa hiyo somo langu ni kukesha na kuomba ni muhimu ili kuepuka majaribu. Kukesha ni kuwa macho. Kuwa macho, kutokulala usiku wote. Kukesha katika hali ya mwili, yani kutokulala, si jambo jepesi. Mtu anaweza kakesha labda kwa ajili ya shughuli kubwa, kikao au nini, lakini kesho yake hali yake sio nzuri. Kukesha kunakosemwa hapa ni kukesha rohoni. Mara nyingi neno la Mungu limezungumzia juu ya maisha yetu. Kukesha maana yake kuwa macho, kutokulala rohoni majira yote, usiku na mchana. Kwa hiyo kukesha kunakosemwa kwa watu wa Mungu maana yake ni kuwa macho rohoni. Na kulingana na ujumbe huu, tunapoacha kukesha, ndipo hapo tunapatwa na majaribu. Ni ukweli uliopo, kama wacha Mungu, tunapatwa na majaribu mbalimbali katika maisha ya imani yetu. Lakini kwa ujumla, kuna majaribu ya aina mbili. Kimsingi kuna majaribu ya aina mbili. Majaribu ya aina ya kwanza ni yale ambayo Mungu anayaruhusu. Majaribu ya aina ya pili ni yale ambayo sio lazima yatupate. Yanatupata tunapokuwa hatujakesha na kuomba. Majaribu ambayo Mungu anayaruhusu, kwa mfano majaribu ya Ayubu. Mungu aliyaruhusu. Mungu aliridhia Ayubu aingie kwenye majaribu. Kwa yale yote aliyompata Ayubu, Mungu alikuwa ameyaruhusu majaribu hayo. Kwa hiyo Mungu anapokuwa anaruhusu majaribu, kwanza ni ili ajipatie utukufu. Pili, majaribu anayopitia mtu wa Mungu yafanyike somo kwa wengine. Lakini pia Mungu anapokuwa ameyaruhusu majaribu, hutoa pia mpaka. Ndio maana namwambia Shetani, Ayubu yuko kwenye uweza wako, mtendee yoyote unaoweza kumtendea, lakini tunza uhai wake. Kwa hiyo tunaona Mungu ameweka mpaka katika majaribu yote ya Ayubu. Mungu akaweka mpaka. Pia neno la Mungu linasema Mungu hata tuache tujaribiwe kupita tuwezavyo. Pamoja na jaribu, Mungu hutoa mlango wa jaribu kutokea. Kwa hiyo majaribu mengine ambayo sio ya lazima yatupate, hayo hutupata. Yale mengine Mungu anayaridhia tupate, ni sawa,
lakini kuna mengine ambayo sio lazima yatupate. Yanatupata kama nilivyosema, kutokana na kuto kukesha na kuomba. Kulingana na andiko tulilosoma Mathayo 26 mstari wa 41, Yesu yuko katika bustani ya Getsemane na wanafunzi wake, na kabla hawajaenda hapo alikuwa amewaeleza kabisa yote yatakayokuwa yametokea. Hata kina Petro akasema tuko tayari, hata gerezani, hata kifoni. Yesu alikuwa amewaeleza. Sasa wameenda pale katika bustani ya Getsemane. Yesu anawaambia wanafunzi wake, ketini hapa mkeshe pamoja nami. Baadaye akamchukua Petro, Yakobo na Yohana akaweka kando, akaanza kuambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Hao watatu. Baadaye Yesu ameenda kama umbali wa kutupa jiwe, akawa naomba Mungu, akaomba. Kuwarudia akakuta wamelala. Akawaamsha, akamwambia Petro, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Bila shaka wakaamka, wakaanza kuombaomba, akawaacha. Yesu akaenda akaomba. Kuwarudia akawakuta tena wamelala. Akawaamsha, labda wakaanza kuomba hapo, akawaacha, akaenda akaomba tena mara 3. Alikuwa anaenda anarudi, anawahimiza, anawasimamia, anawaamsha wakeshe pamoja naye, lakini hawakukesha. Kwa kuwa hawakukesha, majaribu yakaja. Tunasoma likaja kundi la watu kutoka kwa wakuu wa makuhani, wana mapanga, wana marungu, wakaja ili wamkamate Yesu. Wamefika pale, wakanyosha mikono yao wakamkamata Yesu. Walipomkamata Yesu, Petro mara moja akatoa upanga wake akamkata mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Na kile alichofanya Petro kilikuwa ni kitendo cha hatari, kwa cha hatari sana, kwa sababu hao waliokuja walikuwa si watu wazuri. Walikuja kwa jazba, kwa ghadhabu, kwa hasira wamkamate Yesu. Sasa kitendo cha Petro kukata mtu sikio, tena mtumwa wa kuhani mkuu, ilikuwa ni hatari, kama ilivyo dunia ya leo kwamba piga ni kupige. Kwa hiyo kule alipokata sikio la yule mtumwa wa kuhani mkuu, ni kama ingetoa picha ya kwamba watu hawa wako tayari kupambana na sisi. Ndio maana wamefanya hivi Petro alivyomkata yule mtu sikio. Bwana asifiwe sana. Lakini Yesu alidhibiti hali hiyo, maana vinginevyo pangetokea mauaji makubwa sana pale bustanini. Maana tayari walikuwa na sababu kwa nini waweze kuanzisha mapigano. Kwa hiyo pangetokea mauaji katika bustani ya Getsemane. Lakini Bwana Yesu kwa kuwa aliomba sana, na unajua ile shetani alikusudia yatokee makosa yale, kwamba itokee Petro akosee, ndipo pangekuwa na uhalali wa kushambuliwa. Kwa kitendo hicho ambayo kilikuwa cha hatari, Yesu Kristo alidhibiti mambo yote, maana alikuwa na maombi mazito. Tunasoma hata jasho lake ikawa kama hari ya damu ikidondoka nchi, na tunasoma hata malaika kutoka mbinguni akaja akamtia nguvu. Kwa hiyo kwa maombi yale mazito ya Bwana Yesu alidhibiti hatari ambayo ingejitokeza pale katika bustani ya Getsemane. Yesu akamponya sikio yule mtumwa wa kuhani mkuu. Yesu akakamatwa akapelekwa katika ukumbi wa kuhani mkuu. Wameenda pale, wanaendelea, hoja zinaendelea usiku ule. Wengine wanaota moto na Petro anaota moto. Baadaye kijakazi moja anakuja kumwambia Petro, na wewe ulikuwa pamoja na Yesu? Akasema si mimi. Pita akaja mwanamke mwingine akamwambia, na wewe ulikuwa pamoja na Yesu? Akasema simjui mtu huyu. Pita akaja na mwingine. Yesu akawa anamkana Yesu, akamkana mara 3 kama alivyoambiwa na Bwana Yesu. Hii ni kwa sababu gani? Hawakukesha, hawakuomba, majaribu yakaja. Kwa hiyo tunaona ilikuwa kukosea kutokuzingatia kukesha na kuomba kama Bwana Yesu alivyowasimamia. Kwa hiyo tunaona wanapatwa na majaribu. Petro akakata mtu sikio. Petro akamkana Yesu, simjui mtu huyu, tena safari 3. Kwa hiyo ilikuwa ni jaribu kubwa.
hawakukesha, hawakuomba. Ndio maana mitume wote walijaribiwa. Tunaona Bwana Yesu wakati anabeba msalaba anaanguka nao kwenda Golgotha, hatumuoni hata Petro akimsaidia. Ameenda amesulubiwa, na hata wakati ule Yesu amekufa anaenda kuzikwa, hatuoni mtume hata moja akishiriki hata kumzika Bwana Yesu. Yesu alizikwa na watu wawili, Nikodemo na Yusufu wa Arimathaya. Wanafunzi na mitume wote walijaribiwa, hawakuonekana. Kwa nini? Hawakukesha na kuomba. Ni maombi tu ya Bwana Yesu yaliwashikilia, vinginevyo wangeingia pia katika hali ya kusambaratika kiimani. Ndugu mtazamaji, siku zote sisi kama wacha Mungu tuna vita vya daima, vita vya kiroho. Tunasoma katika Waefeso 6 mlango wa 6 mstari wa 11 mpaka 12, imeandikwa, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili katika ulimwengu wa roho. Ni vita vya kiroho, vita vya daima, mashambulizi yasiyokoma kwa wacha Mungu. Maana tunasoma shetani kazi yake ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Shetani, mapepo na maajenti wa shetani ambao ni wachawi na waganga wa kienyeji, siku zote hupambana na watu wa Mungu, kuwatesa, kuwadhuru, kuwapumbaza akili, kuwadhibiti, kuwaharibia mipango yao ya maisha, haribia mipango katika maeneo ya ndoa, familia, biashara, afya, elimu, kazi na mambo mbalimbali. Kazi ya shetani inaharibu, kuharibia watu wa Mungu, analeta mashambulizi kwa watu wa Mungu. Matukio mabaya na ya uovu yanayowapata watu wacha Mungu yanatengenezwa katika ulimwengu wa giza au ulimwengu wa roho. Shetani, mapepo na maajenti wake, hasa wachawi, waganga wa kienyeji, wanakuwaga na vikao, na katika vikao vyao, mbali ya kumwabudu shetani wao, kutoa sadaka, kutoa kafara za damu, kuandaa matukio mbalimbali, majanga, kupata jamii, pia hujadili maisha ya watu. Wanaweza kujadili fulani apate ajali, fulani afilisike, fulani ndo iharibike, fulani familia yake isambaratike, fulani ateseke kwa magonjwa ya muda mrefu, fulani asioe, fulani asiolewe, fulani afe. Kuna vifo vingine ambavyo vinapotokea huacha maswali. Kwa mambo maovu haya mabaya yanapokuwa yamejadiliwa na yanaamuliwa na maajenti hawa, yanatamkwa. Yakishatamkwa, ndipo sasa, kwa kuwa tumesoma kuna majeshi ya pepo wabaya, hayo ni majeshi, na kazi ya majeshi maana yake kutekeleza, kusimamia utekelezaji. Kwa hiyo kwa majeshi haya ya pepo wabaya, ikiamuliwa fulani afe, ikaamuliwa fulani apate ajali, ikaamuliwa ndoa fulani haribike, tamko linatolewa. Hilo tamko linafika katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa giza. Pepo sasa, majeshi sasa akachukua tamko hilo, mwanajeshi moja anabeba hilo tamko, fulani ametamkwa afe, anaenda kusimamia utekelezaji. Kwa hiyo anaweza kuchaguliwa mwanajeshi mmoja wa kipepo, wawili, watatu, kutegemea na uzito wa tatizo linaloenda kutokea. Ni maombi pekee yatakayobatilisha uovu wowote unaweza kupangwa na hawa wakuu wa giza. Ni maombi pekee ndio yatakayomsaidia mtu wa Mungu. Mungu wetu ni Mungu mwema, hutupa tahadhari kabla yale yanayoandaliwa. Mungu anatupa taarifa, anatutahadharisha. Ndio maana tunaona Yesu anawaamsha wanafunzi wake mara 3, ni kama hawaoni, lakini Yesu anajua kuna shida inaenda kutokea. Ndugu mtazamaji,
Mungu ana njia nyingi za kutupa taarifa, na naenda kukupa njia nne tu, lakini zipo nyingi ambazo Mungu anakupa taarifa kama kuna shida inaandaliwa juu yako au familia yako au kazi yako, uchumi wako. Nakupa njia nne ambazo Mungu hutupa taarifa. Njia ya kwanza ni msukumo wa Roho Mtakatifu. Unaweza kawa umelala, baadaye usiku unaona usingizi unapungua, unafahamu, alafu unaanza kusikia amka uombe, amka uombe. Na unaanza kusema ngoja nitajaamka, amka uombe, tajaamka. Na wakati unasikia usingizi mtamu, ngoja nilale, nitajaamka. Hatimaye unalala 444, hujaomba paka panapambazuka, hujaomba. Uliambiwa amka uombe, umepewa taarifa, hujaomba. Tarajia jaribu linakuja. Hiyo ni kiashiria kimojawapo, amka uombe, hujaamka. Kiashiria cha pili ni kukosa amani moyoni ghafla. Labda ulikuwa na ndugu zako au watu mnaongea mambo mbalimbali, ghafla amani inatoka pa. Unajisikia ni kama huna amani. Unaanza kujisikia ni kama kuna kitu hakiko sawa, ni kama kuna kitu kitatokea, na unaanza kufikia mahali unajisikia huzuni ya moyo. Kama mtu wa Mungu, kama mcha Mungu, hiyo ni taarifa kwamba kuna kitu hakiko sawa kinatengenezwa, aidha juu yako, juu ya familia yako, mke wako, juu ya watoto wako, juu ya chochote kile. Kwa kukosa ile amani ya moyo ghafla, ina maana kuna kitu hakiko sawa. Hiyo ni taarifa. Kwa la msingi ni kuchukua hatua, kuomba Mungu. Kiashiria cha tatu ni usingizi mzito. Usingizi mzito, labda uko sebuleni kwako saa 1 hapo, bado mapema sana. Wakati umepumzika, ni kama kuna usingizi, ni kama umevamiwa na mawimbi fulani ya usingizi. Unajisikia usingizi usio wa kawaida. Hata ukijikaza baadaye sema hebu ngoja niombe Mungu. Na hata unapoomba Mungu ule usingizi umekufunika. Unajisikia uzito wa moyo. Na unapoomba Mungu ni kama hata mwili unataka kusema si useme amina ukalale. Maana umevamiwa na mawimbi ya usingizi. Unaweza kuwa unaomba mangamungamu, hata vitu vingine unatamka ambavyo havihusiani na maombi. Ukiona hali hiyo sio ya kawaida, ni taarifa, ni ishara kwamba kuna kitu hakiko sawa kinatengenezwa ikikupate. Haleluya. Mungu hutujulisha. Kwa hiyo ukipewa taarifa, chukua hatua. Jambo lingine ni ndoto. Nimalizie na ishara hiyo, nitasema manne, yako mengi. Ndoto, unaota ndoto mbaya. Kuna ndoto nzuri ambazo ni za Mungu. Kuna ndoto ambazo zinatokana na shughuli au mawazo sana, lakini pia kuna ndoto mbaya. Unaota unakimbizwa na watu. Unaota unafukuzwa na wanyama. Unaota unang'atwa na nyoka. Unaota unashambuliwa na nyuki. Unaota umepata ajali. Unaota umepigwa risasi. Ni ishara kwamba ni shambulizi la kifo. Unaota na unaona watu wanachimba kaburi, alafu naambiwa wewe utazikwa hapo. Ndugu mtazamaji, kuna ndoto zingine zinatisha. Yaani hata ukiamka unatetemeka. Hiyo ni taarifa. Yaani unatetemeka, unajawa na hofu. Maana ndoto hiyo yote inakutisha. Hiyo ni taarifa. Inaashiria mashambulizi ya kichawi. Ndoto huwa ni kitu cha rohoni, lakini huwa na matokeo halisi katika ulimwengu unaoonekana. Mtu wa Mungu anaweza kupatwa na jambo, na akipatwa na jambo analiona kabisa limempata, na hata watu wengine wanaona ndugu yetu amepatwa na shida hii. Kumbe ukiongea naye vizuri anaweza kuambia niliota kitu fulani kama hii muda wa nyuma. Kwa alipewa taarifa kwa ishara hiyo.
Ndoto kama nilivyosema ni kitu cha rohoni, lakini huwa na matokeo halisi kabisa yanayoweza kumpata mtu wa Mungu. Kesheni, muombe, msije mkaingia majaribuni. Tunapokuwa tumeonywa na Mungu, tumepewa taarifa na Mungu kwa njia ya viashiria hivyo vine ambavyo nimevisema, bado hatuchukui hatua yoyote, ndipo hapo tunapopatwa na majaribu. Patwa na majaribu, na mara nyingi hatujui uzito wa majaribu. Kuna majaribu mengine mazito sana yanayowapata watu wa Mungu. Ninapokuwa nimefundisha somo hili maeneo mbalimbali, wengine hutoaga ushuhuda juu ya walioyapata kwa viashiria tofauti tofauti. Mwingine anasema nilipata kuota jambo hili, sikuomba Mungu na yakanipata haya. Mwingine anasema nilipatwa na jambo, kukosa amani ghafla moyoni, Mungu akanisaidia, nikachukua hatua, nikaomba. Kwa hiyo nimekuwa nikisikia shuhuda mbalimbali kwa yaliyowapata watu wa Mungu, aidha kama walichukua hatua kwa viashiria walivyovipata au hawakuchukua nafasi ya kuomba Mungu, ndio wakapatwa na majaribu na hayo yakawatokea. Hata kwa upande wangu nilivyosema juu ya mafuriko ya matope kutoka mlima Hanangi, magogo, mawe ambayo yameleta maafa makubwa katika mji wa Katesh. Mimi kama mimi, Mungu pia alinipa ishara fulani nje ya hizi vine nilizoeleza, na niliomba Mungu katika sura nyingine kabisa. Wala hata sikufanya maombi ya kufunga, lakini nilifanya maombi ya sura ya kipekee. Ndio maana hata mafuriko yalipokuja, nyumba yetu na vitu vyetu vilikuwa salama salimini. Mbele ya nyumba yetu maafa, nyuma ya nyumba yetu maafa, tukabakia salama. Maana tulikuwa tunayaangalia yale magogo, matope, mawe makubwa yakipita mbele ya nyumba yangu na mke wangu, tukiwa dirishani tulitetemeka, lakini Mungu aliturehemu. Tulichukua hatua ya maombi kwa hiyo viashiria tulivyovipata. Ndugu mtazamaji, majaribu mengine huwa ni mazito sana, hutugharimu, huweza kutugharimu sisi na wapendwa wetu. Majaribu mengine ni ya kudumu, unaweza kuchukua miezi, miaka. Kwa hiyo unaweza ukaona uzito na umuhimu wa kuchukua hatua tunapopewa ishara na Mungu wetu aliye hai. Majaribu mengine hutoa matokeo ambayo hayarekebishiki, kwamba majaribu yanampata mtu, matokeo yake hakuna chochote kitakachoweza kurekebisha matokeo ya jaribu hilo. Mtu mmoja wa Mungu akaota amechomwa mkuki ubavuni. Haikupita siku nyingi akapewa sumu, akafa. Utarekebisha nini hapo? Kwa hiyo kuna majaribu mengine ambayo hayarekebishiki. Tazamaji, ukiona viashiria hivi, dalili hizi nilizozitaja, chukua hatua pale pale. Ujumbe wangu kwako uko katika Mika mlango wa 6 mstari wa 1. Basi sasa sikieni asemavyo Bwana, simama ujitetee mbele ya milima, vilima navyo na visikie sauti yako. Jitetee. Unapata viashiria fulani, unaota ndoto za kukutisha, unapata taarifa nyingine, Biblia inasema usimame ujitetee, sauti yako isikike. Katika hayo unaoyaona, uliotaarifiwa, wewe unasemaje? Ndio maana andiko linasema simama ujitetee. Maana unaweza, kama nilivyosema viashiria hivi, ukaota ndoto, badala ya kuomba Mungu unalala tu, kesho unaanza kusimulia watu,
Naambia mbona leo huna amani? Na nisema niliota vibaya. Uliota vibaya, hujachukua hatua. Au umekosa amani, hujachukua hatua. Au umesukuma na Roho Mtakatifu, sio lazima uwe umelala. Hata ulikuwa unafanya shughuli zako, kazi yako, unajisikia, omba Mungu. Ni msukumo wa Roho Mtakatifu. Hujachukua hatua. Maana unatakiwa, ukipata viashiria hivyo, chukua hatua pale pale. Kama neno linavyosema, simama jitetee kwa hayo ulioyaona, ambao umepata viashiria. Sauti yako isikike. Wewe unasemaje? Imeamuliwa ufe, wewe unasemaje? Imeamuliwa upate janga fulani, wewe kama wewe unasemaje? Sauti yako isikike. Omba Mungu, kemea, kataa, pinga yale yaliyokupata. Pinga, kataa. Tena kama unajua maandiko, unatumia maandiko. Kwa mfano Isaya 7:7, kwamba jambo hili halitasimama wala halitakuwa. Kama umeota kwamba wanachimba kaburi, wanakuambia utazikwa pale, sema kwa jina la Yesu, na kemea, na pinga, na kata, sitaki. Jambo hili halitasimama wala halitakuwa katika jina la Yesu. Ukichukua hatua hiyo, hakuna kitakachokupata. Maana katika ulimwengu wa roho, vitu vinaanza katika ulimwengu wa roho, na sauti yako imesikika, umekataa. Lakini usipoomba, usiposema lolote, maana yako umekubaliana ya kupate. Kwa neno la Mungu, ujumbe wangu kwako mtazamaji, simama jitetee mbele ya milima. Vilima navyo visikie sauti yako katika jina la Yesu. Ni ujumbe ambao najua Roho Mtakatifu amesema na wewe. Tuombe. Baba Mungu liye mwema, wewe ni muweza wa yote. Mwangalie mtazamaji huyu kwa ujumbe aliyousikia. Mungu, simama upande wake, mtetee, mpiganie, muokoe na mashimo, matanzi, balaa, mikosi, majanga na kila aina ya uovu inaweza kupangwa na kuandaliwa kwa ajili yake, familia yake, uchumi wake, afya yake, maisha yake, chochote kile. Mponye katika jina la Yesu, awe salama mikononi mwako. Mungu wetu uliye hai, katika jina la Yesu naomba hivi. Oh haleluya, oh haleluya.